uondokaje bila kumaliza mazungumzo bwana? Mbona kuna dharau? Niona tumemalizana mume wangu. Tumemalizana saa ngapi? Sasa mimi nishakwambia sitaki upumbavu na ujinga. Mimi nishakwambia ukaniona mimi sina akili. Mume wangu, naomba unisamehe. Nisamehe kabisa mume wangu. Unajua haya ni mambo ya watoto tu. Maji yakishamwagika hayazoleki. Sasa tutafanyaje? Sitaki kusikia maji yakimwagika hayazoleki. Mwaka huu nitakuonyesha namna gani kuzoa maji yaliyomwagika. Inakuwaje umesafisha mpaka huko? Unataka kulima nini huko? Nasikia mzee Gambuzi. Mimi eneo langu linafika mpaka hapa. Hapa. Na hii ndio alama ya mpaka wangu. Hapana. Haupo sahihi. Mimi ninachokuambia nina uhakika nacho. Eneo lako linaishia kwenye mti huu. Hivyo zingatia hilo. Nizingatia kivipi? Mimi nakwambia ukweli na mimi punguani. Sasa nisije kwambia mimi ni kiongozi. Sawa, nimefuata taratibu zote. Na ninapokuambia mimi shamba langu naishia pale. Unapaswa uheshimu. Na kuheshimu mwenyekiti. Mimi nishanitafutia mwanaume muoe. Mkasema huyu mtoto tumwache asome. Baada ya masomo analeta ujauzito. Baba Pwato, punguza hasira mume wangu. Najua hili jambo limekuumiza sana. Lakini hata mimi nimeumia baba. Nimeumia mno. Ninakuomba tukae chini tuzungumze. Tujue tunaanzia vipi, tutafanyaje ili kutatua hili jambo. Hivi ukae chini na nani? Wewe hujaumia kama nilivyoumia mimi. Mimi nishanitafutia mwanaume amuoe. Tena alikuwa analeta ng'ombe 4. Hivi fikiria miaka 4 ya semeni kuwa shule. Tungekuwa na ng'ombe wangapi? Tunatiana hasara za bure tu. Alafu kazi ya mtoto wa kike ni hizi 2. Kuzaa na kulea watoto basi. Alafu kingine naomba ukae naye. Akwambie nani aliyompa ujauzito. Asipokuambia wewe na mwanao siwahitaji hapa kwangu. Ndio. Yamekuwa hayo tena. Huyo aliyekuuzia ili eneo mimi ndo nilomuuzia. Hivyo eneo hili nalitambua kwa 100%. Linaishi hapa. Unatumia madaraka yako vibaya na uongozi ulionao wewe. Mimi nimekuchagua. Hivyo zingatia hilo. Usinifundisha kufanya bwana. Mimi nishakwambia nimefuata taratibu zote. Na kama unahisi unaonewa, nenda mahakamani. Huyo mwenyekiti yana amejipanga kugombana na mimi. Mimi nina uhakika 100% eneo lake linaishi hapa. Lakini mimi sitagombana naye. Naisi nina mkosi, hayo mabala nani wa kumpa lawama. Nyumbani hali duni, hata kula yetu labda tumwachie Maulana. Heka heka, heka heka, heka heka. Mwanangu, bado unaendelea kuhuzunika tu. Jamani. Semeni mwanangu. Naomba unisamehe kwa maneno makali niliyokutamkia jana. Unajua nilizungumza vile shauri ya hasira tu. Lakini hasira ilivyoniishia, niligundua kwamba nimekukosea mwanangu. Naomba usinielewe vibaya. Sawa mwanangu? Mama, mimi sina tatizo naye kabisa. Lakini hili jambo limeniumiza sana.
Vipi, mbona mbio? Nilijua utakuwepo mpaka baadaye. Sasa nilivyokuwa natoka darasani, nikakuona kwa mbali, nikawa sina jinsi, nikasema ngoja nikimbilie. Vipi, kuna tatizo? Naomba nisamehe sana. Usiongee hivyo. Mimi nishakusamehe kitambo. Nishakusamehe. Wala sina shida na wewe. Naomba unisaidie kitu kimoja tu. Naomba twende ndani ukale chakula japo kidogo. Si unajua hujala chochote tangu jana. Twende ukale mwanangu. Mkuu, mimi nina shida kubwa sana na nahitaji unisaidie. Sasa kama baadaye utakuwa na muda, naomba tuzungumze. Okay, sawa. Utakuja basi nyumbani baadaye tuzungumze. Basi hakuna shida. Unajua mwanangu, dadako mimi simuelewi. Yaani anazidi kunichanganya tu. Nishamwambia awe mwazi kwangu. Hataki kuniambia ukweli wakati mimi ndo mama yake. Yaani mimi ananivuruga. Unajua mama, hata mimi nikimwangalia dada namuona yuko sawa hata kidogo. Nadhani tuwe tu na subira mama. Atakwambia kila kitu. Kwa sababu hana mama mwingine zaidi yako wewe. Zuu, anapoendelea kukaa kimya ndo anapozidi kunigombanisha na baba yenu. Nishamwambia mimi nimemsamehe. Anieleze ukweli wake, hataki. Sasa mimi nimfanyeje? Aisee, bora nimekuona. Maana nilikuwa nawaza ni vipi nitakuona. Naomba tuzungumze jambo moja. Uzungumze na nani? Mimi nilishakwambia kaa mbali na maisha yangu. Yaani kifupi sitaki. Sitaki kusikia chochote kutoka kwako. Nimekuelewa Semeni. Lakini nakuomba jambo moja tu. Naomba ili jambo liwe siri. Eti siri. Unapenda siri? Ulivyonibaka nilificha kuogopa aibu. Na vipi kuhusu ujauzito? Pia nitaficha? Mama, hata mimi nilipojaribu kuongea na dada hakunijibu chochote. Alishia tu kulia. Nadhani tu tumvumilie tu mama. Maana hakuna namna. Zuu mwanangu, hata wewe ongeze bidii katika masomo yako mwanangu. Maana kaka yenu akilijua hili na dada yako, anaweza akasitisha huduma yako katika masomo. Wakati wewe una hatia maskini mwanangu. Sawa mama. Mimi nimekuelewa vizuri tu. Nitaongeza bidii kwenye masomo yangu mama. Haya, Mungu akusaidie. Najua nimekukosea Semeni. Lakini kuhusu swala ujauzito, gharama zote mimi nitagharamia. Ondoa shaka. Eti gharama utagharamia? Yaani nimekwambia hivi, achana na maisha yangu. Na kuhusu swala zima la gharama wewe haikuhusu. Inawahusu familia yangu. Hizo gharama unazotaka kunigharamikia mimi, kagharamikie ndugu zako. Alafu achana na maisha yangu. Shamba wewe.
na safari mwanangu. Habari za huko utokako? Salama. Nishapoa mama. Sijui nyinyi hapa kijijini mnaendeleaje? Hapa kijijini tunaendelea vizuri, ila vile vile hapa nyumbani hakuko sawa. Unamaanisha nini mama? Sijakuelewa. Au kuna mtu anaumwa? Sijakuelewa mama. Mwanangu, hapa nyumbani kuna tatizo. Kila nilipowaza kukupigia kuhusiana na mambo yanayoendelea humu ndani, kwa kweli nilisita. Nilifikiria kwamba nitakuchanganya, utashindwa kufanya kazi zako huko mjini. Kwa hiyo nilishia tu kuacha, nikasema utakuja tu. Nahisi nina mkosi, hayo mabala nani wa kumpa lawama. Nyumbani hali duni, hata kula yetu labda tumwachie Maulana. Heka heka, heka heka, heka heka. Karibu mwenyekiti. Asante. Shikamoo. Marhaba, baba yako nimemkuta? Baba yupo. Ngoja nikakuitie. Lakini mama, bado naona kama ndo unazidi sasa kunichanganya, sababu sijakuelewa. Kwani kuna nini ambacho sifahamu kiko hapa? Mwanangu, mimi na babaka hatuelewani hapa ndani. Shauri ya huyo mdogo wako Semeni. Semeni amefanya nini tena? Semeni kapewa ujauzito. Sasa hata shuleni haendi. Baba yako anasema mimi na Semeni letu moja. Hapana mzee James. Hapa mejaneta habari za shamba. Hapa nipo na maumivu makali sana. Nitakufa. Kaka, shikamoo. Malabo, jambo? Sijambo. Niambie. Kaka, kwanza naomba unisamehe sana kwa hiyo jambo lililotokea. Kiukweli wewe ulikuwa sahihi. Ila mimi ndo nilikuwa natoa madaraka yangu kuingilia kwenye shamba lako. Yaani nikajua kuna mazungumzo ambayo ya maana unakuja kuniambia. Leo unakuja kuniambia upumbavu. Sasa mama, imekuwaje mpaka Semeni amepewa ujauzito? Mwanangu, ni story ndefu. Nahisi nina mkosi, hayo mabala nani wa kumpa lawama. Nyumbani hali duni, hata kula yetu labda tumwachie Maulana. Heka heka, heka heka, heka heka. Kweli pesa ina nguvu, tena kwenye haki wewe utaonekana kicha. Ona wenye hatia, pesa imekuwa fimbo, maskini kuwa chapa. Hasa haki yangu iko wapi? Kesi yangu nipeleke kwa nani? Hata yule niliyemwamini naye kala rushwa huko mtaani.